Tuko mahali hapa kwa ajili ya mkutano huu muhimu wa uhamasishaji kuhusu ukuzaji na uendelezaji wa shorobo za kilimo. Lengo kuu la mkutano huu ni kujenga uelewa pamoja miongoni mwa wataalamu wa mkoa na halmashauri kuhusu dhana ya shoroba za kilimo ambazo zitasaidia katika kuongeza tija katika kilimo na kuongeza uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tunavyojua mikoa yetu iko imejaliwa na ardhi yenye rutuba. Naamini kabisa kupata uelewa pamoja tunaenda kuinua kilimo kwa ujumla. Wote waliokuja hapa ni watu ambao wanajali wananchi wao. Wanajua kuwa asilimia kubwa ya wananchi tunaowaongoza wanategemea kilimo. Kufungua kilimo umefungua uchumi na maisha ya wananchi. Ndugu washiriki, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka msisitizo mkubwa katika mageuzi ya sekta ya kilimo kama engine ya kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuinua maisha ya Watanzania. Katika muktadha huo, ndugu washiriki, shoroba za kilimo ni nyenzo ya kimkakati katika utekelezaji wa NPA 2050 Agricultural Master Plan. Shoroba hizi zimebuniwa ili kuunganisha maeneo yenye uzalishaji mkubwa na miundombinu muhimu kama barabara, reli, bandari, masoko, viwanda vya kuchakata mazao na huduma za kifedha. Mikoa iliyohusika katika mkutano huu: Dodoma, Singida, Tabora, Kigoma na Shinyanga. Mikoa hii ina fursa kubwa za kimkakati katika utekelezaji wa shoroba za kilimo kutokana na rasilimali ardhi, mazao ya kipaumbele, mifugo ya uzalishaji na nafasi yake katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa serikali, taasisi binafsi, wadau wa maendeleo tunashirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha kuwa fursa hizi zinatumika ipasavyo kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Ni muhimu kwa halmashauri kuhakikisha kuwa vipaumbele vilivyoainishwa kwenye mpango kabambe wa mageuzi ya kilimo na AGCOT vinaingizwa kikamilifu katika mipango na bajeti zetu za kila mwaka. Aidha, utekelezaji wa mpango huu unasisitiza matumizi ya teknolojia, matumizi ya mbolea, huduma za ugani, kilimo kinachostahimili mabadiliko ya tabia nchi, ushiriki wa vijana na wanawake, pamoja na uimarishaji wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Ndugu washiriki, ni matarajio ya serikali kuwa mkutano huu wa uhamasishaji utawawezesha wataalamu wetu na sisi viongozi kuelewa kwa kina dhana ya shoroba za kilimo, wajibu wetu katika utekelezaji wake na namna ya kuzitafsiri sera na mipango ya kitaifa kuwa miradi yenye matokeo chanya kwa wananchi. Tuchukue mkutano huu kama fursa ya kujifunza, kubadilishana uzoefu na kuweka misingi imara ya utekelezaji wa mageuzi ya sekta ya kilimo kwa maendeleo ya taifa letu. Sisi kama mkoa, kwa maana ya mkoa wa Singida na halmashauri zake, tumejipanga vizuri sana kutekeleza mpango huu ambao leo tunapitishwa ili kujengewa uelewa kwenye sekta zote za kilimo, kwa maana ya kilimo cha mazao, mifugo na maliasili. Tutahakikisha kwamba yote ambayo tunaelekezwa hapa tuna practice, na kwa sababu tayari tumeshaanza kuyatekeleza hapa, wanatuongezea uwezo zaidi. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba kiasi cha uzalishaji kwa maana ya matumizi ya pembejeo za kisasa, pembejeo bora, ikiwemo pamoja na ruzuku ambayo tunapewa na serikali kwenye eneo la mbegu na mbolea litaongezeka. Wataalamu wa ngazi zote, ngazi ya mkoa, lakini wilaya kule kwenye halmashauri zetu, lakini wale walio chini kabisa kule wanaohudumia wakulima na wafugaji kwa maana ya maafisa ugani, vijiji na kata, wote tuko tayari sasa kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale yaliyomo kwenye mpango mkakati wa kilimo wa 2050. Na sisi kama mkoa tumejiwekea lengo mahususi chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu, Mheshimiwa Halima Omar Dendego, kwamba tunakuwa miongoni mwa mikoa 5 inayozalisha chakula cha wingi nchini Tanzania kufikia mwaka 2050. Tunaratibu shughuli nzima za hizi shoroba za kilimo ambazo tunaziendeleza kwa sasa hivi.
pamoja na masuala yote yanayohusu mazao, mifugo na uvuvi, na tunaratibu kwa kushirikiana na wenzetu wa AGCOT kuhakikisha kwamba kila eneo ambalo lipo katika shoroba hizo au katika kanda hizo zinawekwa katika makundi ya karibu kuona kwamba labda au huenda zao fulani na zao fulani liko karibu na mkoa fulani. Kwa hiyo tunaweka kwa pamoja ili kurahisisha ule utendaji kazi wake, uzalishaji wake na hata uratibu wake kwa ujumla na kufikia masoko ambayo tunazungumza. Matarajio yetu ni kwamba baada ya warsha hii au workshop hii, viongozi ambao tumekuwa nao leo wataweza kutusaidia kufikisha ujumbe huu kwa wananchi, kujua kwamba sasa hivi tunatakiwa kufanya uzalishaji kwa kuacha mazoea na kwenda kwenye ule uzalishaji ambao wenye tija, ambao tunaamini kwamba kwa kufanya hivyo huo utatufikisha kufika kwenye ule uchumi wa kati na kuongeza lile pato la taifa kwa ujumla. Tunaenda sasa kama nchi kuendeleza mazao kulingana na mazingira ya kijiografia, kwamba katika maeneo yetu kitu gani kinafanya vizuri zaidi. Mazingira ya kijiografia yanatofautiana kutoka eneo moja hadi lingine. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo mazingira yenyewe ya kijiografia yanakupa uhalali au unafuu wa kuendeleza jambo fulani. Tutakaporudi kwenye maeneo yetu tuweze kuzibainisha hizo shoroba na kuanza kuziendeleza kwa ufanisi zaidi. Hiyo italeta tija kubwa sana, kwa sababu badala ya kutawanya rasilimali kwenda kwenye maeneo mengi, sasa unaweka rasilimali kwenye eneo moja, lakini rasilimali za kutosha. Nimefarijika sana kukutana na kitu ambacho sisi kama Shinyanga nadhani tuna mtaji mkubwa. Shoroba hizi ambazo tunazisikia hapa kwetu sisi zitatatiza sana. Kwa mpango huu unaokuja sasa, ni imani yetu kwamba sasa wananchi hawa watakwenda kuongeza thamani ya mazao yao ya mifugo, lakini pia itawasaidia kuongeza kipato chao kwa mpango huu mzuri ambao tunakwenda nao. Tuko hapa leo Singida tukikutana na viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya wizara, ngazi ya mikoa yetu ya Singida, Dodoma, Tabora na Kigoma. Mpango uliokubalika ni wa kuongeza wigo wa uendelezaji wa SAGCOT kutoka kwenye nyanda za juu kusini na kuja sasa katika shoroba zingine au korido zingine mpya. Na hapa tulipo Singida ni sehemu ya korido au shoroba ya katikati ambayo inachukua mikoa hii ya kati kuanzia Singida, Dodoma yote mpaka kuelekea ukanda wa Ziwa. Hapa katika korido hizi mpya tutarajie mageuzi makubwa sana katika sekta ya kilimo, kwa sababu utaratibu uliotumika katika nyanda za juu kusini ni utaratibu unaitwa wa ubia. Ubia wa kwanza ni serikali kwa maana ya taasisi zake zote, na mbia wa pili ni sekta binafsi. Wabia hao kwa pamoja wanakutana na kufafanua kwamba mimi naenda kufanya kazi sehemu gani na wao wanafanya kazi sehemu gani katika utaratibu wa ushirikiano.